Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kufanya mambo mazuri. Kupenda harufu ya kitu. Utakuwa mwenye kusimamia mambo. Kumkatisha mtu mazungumzo ikiwa uko kwenye kazi zako. Ucheshi wa mtu kuhisi unavuka mipaka. Kupenda mtu mwenye kujiheshimu. Baadhi yenu kuhisi maumivu makali ya uti wa mgongo. Kuulizia kitu ulichokikatia tamaa. Suala la pesa kukutatiza. Nyota ya Mizani. Mpango wako na mtu kutimia. Kujiondosha shaka. Kupenda hali ya utulivu. Mtu kuhitaji umshauri. Kutumiwa video ambayo alirekodiwa mtu kwa namna kuchunguzwa. Kupata kitu japokuwa kwa kuchelewa. Kumwomba mtu pesa. Kufikiria uzao. Nyota ya Mapacha. Kupiga picha nyingi kwa jambo fulani. Kumwona mtu ambaye hukutarajia kumuona. Kutaka usawa uweze kufanyika. Kitu ulichompa mtu atakipenda sana. Kutumiwa ujumbe mzuri. Nyota ya Samaki. Kuondosha kinyongo moyoni mwako. Mtu anakuwa muwazi sana kwako. Bado unaendelea kufikiria jambo lako. Kubadilisha maamuzi yako kwa sababu ya mtu. Kulinganisha hali yako na mtu. Kutomnyanyapaa mtu mwenye hali fulani. Kutarajia mazuri siku zijazo. Nyota ya Nge. Utakuwa msiri wa mambo. Kupata safari ya asubuhi sana. Kupoteza kitu kitakacho kuuma. Mtu anakuchunguza mtandaoni. Anajua kitu kuhusu wewe. Utahitaji amani na mtu. Kufikishiwa taarifa ya mtu wa mbali. Kukumbuka sana wema wa mtu. Kujua jinsi mtu anavyokujali. Nyota ya Kaa. Kupokea ugeni au utambulisho mpya. Utakuwa na mawazo ya kuhama. Kupinga kauli ya mtu kwa kuwa haina ukweli. Kufanya jambo kwa haraka haraka. Kumwona mtu mwenye uwezo mkubwa wa kitu ila hana mwelekeo. Kupatiwa kitu kwa ajili ya maandalizi ya baadaye. Kusitasita kwa jambo. Nyota ya Punda. Kutaka kulala ila utakuwa unasita sana. Kutokana na kitu kilichokuwepo. Mtu anabadilika kwa mafunzo yako. Mtu atafurahi baada ya kumtumia pesa. Maongezi ya furaha kuwepo. Kupata uhuru kwa jambo fulani. Nyota ya Simba. Kufanya mahesabu mengi kwa kila kitu unachotaka kununua. Kumwona sungura mara kwa mara. Tarajia kupata pesa. Mtu atakupigia simu mara nyingi. Kukumbushiwa jinsi ulivyokuwa zamani. Kupunguza kuwa na matumizi ya simu kwa muda mrefu wakati wa usiku. Nyota ya Mshale. Kuvuruga ratiba yako. Mtu analazimisha kitu kwako. Utamwongelea mtu kwa namna mbaya. Kupokea kitu ulichoahidiwa. Kuwaona samaki mara kwa mara. Unajulishwa utapata ukweli au uthibitisho wa kitu. Pia utapata pesa mfululizo. Kumwelezea mtu mambo yako. Utakuwa mwenye umakini. Nyota ya Mbuzi. Kufurahi kuwa pamoja na mtu tena. Kitu kilichokuwa kinakusumbua kinaisha. Mgonjwa kupona. Kufikiria ndoa au uhusiano wako na mtu. Kuhisi mtu anamtetea mtu. Kumjibu mtu kiustaarabu lakini moyoni una machukizo naye. Kujirekebisha tabia fulani. Kusikiliza unachohusiwa mara kwa mara. Kujulishwa jambo. Nyota ya Ng'ombe. Kupungua mwili tofauti na hapo mwanzo ulivyokuwa. Mtu kuzidi kukuongezea jukumu. Utafanya uamuzi mbaya. Kukumbushiwa kitu. Kupata maumivu ya jino. Kupunguza mazoea na mtu. Kuona gamba la nyoka. Inakuashiria kujiondosha kwenye ubaya. Kugundua kitu cha muda mrefu. Kupata mwangaza mpya au kujihisi huru. Kupona. Nyota ya Mashuke. Kupata pesa na jambo la heri kukufikia. Mtu atakuona mwenye akili sana. Kazi zako kufanya kwa ustadi mzuri. Utahitaji mtu akuambie kitu. Kumfurahia mtu. Kuna jambo utakuwa huna uhuru nalo.
kuifurahia hali ya hewa, mafua kuisha, akili yako kupata utulivu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.